na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Nami nitawabariki kwa kubarikio, naye akulaanie nitamlaani, na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Basi Abrahamu akaenda kama Bwana alivyomwamuru. Lutu akaenda pamoja naye Abrahamu alikuwa mtu wa miaka 75 alipotoka Harani. Rudia mstari wa 4. Mimi niko kwa mstari wa 4. Basi Abrahamu akaenda kama Bwana alivyomwamuru. Lutu akaenda pamoja naye Abrahamu alikuwa mtu wa miaka 75 alipotoka Harani. Bwana Yesu asifiwe. Najua tumehubiriwa safari ya Ibrahimu, na wakati aliitwa na Mungu na akaambiwa kana kwamba toka kwa watu wako, toka kwa nchi yako. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mimi niko kwa mstari wa 4, na akaambiwa aje, achana na watu wako, toka kwa nchi yako nikaweze kukubariki. Lakini kuna makosa pale alifanya mtumishi wa Mwenyezi Mungu, alitembea na Lutu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati Mungu anakuita katika familia, anakuita ili ukaokoe familia yenu, anakuambia kana kwamba toka katika watu wenu, wewe ndiye utakuwa kiongozi. Tumefundishwa kana kwamba Yusufu alikuwa Misri, lakini kuna mambo yalitendeka pale, kwa maana alitoka, ingawa kutoka kwa njia nzuri, lakini ilikuwa mpango ya Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingi tunataka kutembea na huyu Mungu, mwaka ambao tumepata siku ya leo, ambao ni wiki ya kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Neno linasema kana kwamba akaambiwa ondoka, toka kwa watu wako, lakini akatembea na Lutu. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma yale maandiko sana, kwa wale wanaopenda kusoma, ilifika wakati na wakagawanyika mara mbili. Lutu akaenda upande wake, Abrahamu akaenda upande wake. Kwa nini? Wakati alikaa na Lutu kuna mambo hayakutendeka, kwa maana mtumishi ametuhubiria kuna ahadi alikuwa ameahidiwa, lakini ilifika wakati akaachana na Lutu. Lutu akaenda pande yake, naye akaenda pande yake. Bwana Yesu asifiwe. Ndiposa akaweza kupokea baraka ambayo Mungu alikuwa amemwahidia. Nami nataka kunena nawe siku ya leo. Huyo Lutu alikuwa ametukalia mwaka jana, ni wakati wako wa kuachana na yeye. Amezuia baraka zako, amezuilia ili muda wa baraka ukaweze kuwa mrefu. Tuachane na Lutu. Bwana Yesu asifiwe. Utaona kana kwamba walikuwa Sodoma na Gomora, ukisoma pale maovu yakatendeka, na kwa maana Abrahamu alikuwa analilia ndugu yake sana, akaambia Mwenyezi Mungu, na hakuna mtu pale anayekutumikia, mcha Mungu unayeweza kababisha, usiharibu na moto. Baba akasema hakuna. Alianzia wengi mpaka ikakuja kubaki mmoja, na Mungu akasema hakuna. Kwa maana gani? Alikuwa amekamata Lutu, hataki kuachilia Lutu. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kunena na moyo siku ya leo. Ni ahadi ambayo tumeahidiwa. Kuna baraka Mwenyezi Mungu ametuahidia. Lazima tuachane na Lutu. Tii sauti ya Mungu na uachane na Lutu. Hii mwaka unataka kubarikiwa, achana na Lutu. Ukiwa mahali huko, unajua ni Lutu mgani ambao amekamata baraka zako. Tusitake kuhubiriwa kubarikiwa. Usipoachana na Lutu, hakuna baraka zitakuja mpendwa. Usipomwacha nyuma, chochote umekatalia ndani ya moyo, haijalishi Lutu awe ni rafiki. Kuna mambo ndani ya moyo wako na unataka kubarikiwa mwaka huu. Kuna mtu ulibeba mwaka jana, mwaka juzi. Mwimbaji mmoja akasema, jitenge na Lutu. Lutu anaweza kusababisha katika hii safari ulie kilio. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo siku ya leo, mwaka ambao Mungu ameahidi, kwa maana tukivuka mwaka, nikasema kuna angano Mwenyezi Mungu
ameweka nasi mwaka huu ili tukaweze kubarikiwa, na ni mwaka wa urejesho. Bwana Yesu asifiwe. Katika mahali ni mwaka wa urejesho. Chochote ambacho shetani ameishi kukamata ni mwaka wa urejesho. Lazima utarejeshewa kile ambacho kiliondoka kwako, kiwe kiliondoka kwa machungu, lazima utarudishiwa. Lakini lazima utaachana na mtu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mambo utaacha ili urejesho kwako ukaweze kuonekana na ufurahie wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingi wanashangaa ukitazama wale watu saa yenda utungulie kwa nyama choma. Bwana Yesu asifiwe. Pota tu, lakini ukienda pale utapata wanakulanga mpaka na marafiki, ongeza jaza chakula meza. Bwana Yesu asifiwe. Mahali tunatoka hatujui, lakini sisi ambao tunamcha Mungu usiku na mchana tunakosa hata kota. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini wapendwa tuachane na Lutu? Wale wameamua kumtumikia shetani. Lakini ukitazama umekanyanga, ni kama tulikuwa tunasoma story, njia ina na kuna nyama, unakanyanga njia so mbaya, kwa mbaya zaidi, nikana kwamba kesho utakuwa mbaya. Bwana Yesu asifiwe. Kama umeamua kushiriki pande ile, enda na mwili yako yote. Na kama umeamua kuingia kwa nyumba ya Mwenyezi Mungu, kumtumikia na kumtafuta, ingia na mwili wako, mawazo yako, roho yako yote. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini tunateseka? Tuko mara mbili. Leo nimevaa skati, kesho nimevaa suti. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa Mungu wangu ndio wapendwa, tuachane na Lutu ambaye anatuzuia baraka zetu. Tuamue. Kumbuka, usitazame jirani yako, usitazame mama na baba yako, usitazame watu wa familia ati yako na ngari nitakuwa naingianga nyuma ananiendesha. Bwana Yesu asifiwe. Wapi baraka yako iliyoahidiwa Ibrahimu? Wewe ni wakubeba kwa nini? Bwana Yesu asifiwe. Kama ndugu yako anaendesha, kama dada anaendesha, na wewe uendeshe yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nimekuja. Sijui na wewe uko aje? Maana lazima nitaachana na Lutu. Lazima nitaacha mzigo kubeba. Baraka za Mwenyezi Mungu. Kwa nini baraka zinakawia? Kuna mambo tumetembea nayo. Sio nimeitwa mtumishi, nataka nihubiri kwa mataifa, lakini kuna jambo langu nimesikilia ndani ya moyo wangu. Sitaki kuachilia huyu Lutu. Huyu Lutu ninatembea naye kila siku. Bwana Yesu asifiwe. Tujifungue siku ya leo. Sio tuliombewa baraka, lakini ninataka tujifungue wapendwa, watumishi wa Voice of the Gospel. Kwa maana tunataka kuonekana mfano mwema. Tunataka kuenda mbali. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu wetu aliye mbinguni atatupa ambazo ni za kudumu milele na milele. Bwana Yesu asifiwe. Ni wewe uamue ndani ya moyo wako. Tusipe watumishi wetu kazi ngumu. Mwaka jana yale tulikuwa tunaendeleanga mwaka jana, na mwaka huu tunaendelea nayo. Mimi nimekataa nikiwa kwa madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Lazima hizo mizigo, lazima ule Lutu atuachilie tufanye kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama ni kufa, Mungu akijua kana kwamba nimeondoka, nikiwa sina mtu ndani ya moyo wangu. Bwana Yesu asifiwe. Maana unaweza nidanganya kwa uso, lakini Mungu ajuaye siri ya moyo anakujua. Bwana Yesu asifiwe. Tusichoke tukitafuta baraka, ili baraka ziko kwa mikono yetu. Situliaibiwa.
Si tuliahidiwa? Na kwa nini tunajitabiria na inabaki hakuna? Bwana Yesu asifiwe. Inatakana siku ya leo tukijitabiria na kusiwa mtu yeyote wa kupinga. Bwana Yesu asifiwe. Yako ukizifungua najua kana kwamba yale Mungu amesema mimi ninajua. Bwana Yesu asifiwe. Kama mtanielewa ndio kitabu 19 na nililia sana ndani ya moyo wangu. Nilikaa mahali nikijiuliza maswali na nikaambia Mungu, kwa nini Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Na nikaambia Mwenyezi Mungu, kama ni wewe lakini kama ni mwanadamu, maana ya mwanadamu tutaacha hapa, lakini kama ni wewe Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa maana Mungu akinena amenena. Ndio maana ninanena na moyo wako ili nionekane. Ukata hatima yetu, ukata neema yetu. Bwana Yesu asifiwe. Tutasoma katika kitabu cha Yohana. Lakini Bwana alituma upepo mkuu baharini, ikawa tufani kubwa baharini, hata marikebu ikawa karibu kuvunjika. Basi wale mabaharia wakaogopa, kila mtu akamwomba Mungu wake, nao wakatupa baharini shehena iliyokuwa merikabuni ili kupunguza uzito wake. Lakini Yona alikuwa ameshuka hadi pande za ndani za merikebu, akajilaza akapata usingizi. Bwana Yesu asifiwe. Nimesema kana kwamba tunataka Mungu akatukumbushe yale amenena ni kwa ajili yetu mwaka huu. Tusitembee na watu watasababisha tuingie kwa majaribu. Bwana Yesu asifiwe. Ukitazama kana kwamba kuna ujumbe ulikuja ni kwa ajili ya Jona, na Jona anapewa ujumbe na Mwenyezi Mungu, enda ukatangaze, enda ukapaze sauti, lakini akachagua kupuuza neno la Mwenyezi Mungu. Na utaona kana kwamba wakati anaingia katika merikebu, wenye merikebu hawakuwa na makosa. Bwana Yesu asifiwe. Walikuwa wanafanya biashara yao kama kawaida na kusafirisha na kubeba. Bwana Yesu asifiwe. Lakini katikati yao kukawa na mmoja ambaye amekosa kusikia sauti ya Mwenyezi Mungu, akawa katikati. Bwana Yesu asifiwe. Neno linasema kana kwamba kukawa na tufani, kukawa na upepo kali. Bwana Yesu asifiwe. Nataka uone madhara ya kutembea na watu ambao wamekataa neno ya Mungu, wamekataa tunaweza. Bwana Yesu asifiwe. Tulikuwa tunatembea nao mwaka jana, lakini nataka nikupe ujumbe siku ya leo. Tunataka udhihirishe kwa maisha yetu yale Mungu amenena ni kwa ajili yetu. Tusitembee na watu. Bwana Yesu asifiwe. Ambia Mungu akupe neema. Yeyote atakaye kuja mbele yako asiwe mkatili. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hajaongea, kwa sababu hajakaa. Neno la Mwenyezi Mungu limenena kana kwamba kukawa na upepo, kukawa na tufani, wakarusha vitu takakana katika bahari. Kusudi gani? Yesu asifiwe.
asifiwe. Shauri la wasio haki, wala hakusimama katika njia ya dhambi. Heri mtu mgani, nimekosa sauti moja kidogo. Heri mtu yule, sio na Biblia pale. Heri mtu gani? Heri mtu gani? Wasio Heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala hakusimama katika njia ya dhambi. wala kufanya nini? Hakusimama. Wala hakuketi barazani pa wenye mizaha. Bwana Yesu asifiwe. Sio neno langu, siko nitambue mtu, lakini kuna mtu nataka ukaelewe kwa kweli. Heri mtu gani? Heri mtu yule. Kumbuka kana kwamba nimesema Bwana amesababisha watu wanaohangaika na wanateseka. Saburi neno limesema heri mtu yule. Ambao watasababisha hatima yetu ikatike, baraka zetu zikawie. Bwana Yesu asifiwe. Katika hii safari nitaona kama kwamba mwenyewe ukitembea na mtu wa neema, ukitembea na mtu wa masekeno, atakupa masekeno. Ukitembea na mtu wa neema, ukikutana na mtu amekomoa boma yake, ama ameharibu ndoa yake, Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna neno Mungu anataka katika maisha yako. Neno linasema tunatenda, tunabomoa mikono yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini tunabomoa? Watu ambao tunakaa na wao, watu ambao tunaishi na wao. Kumbuka nimekuwa kusema kana kwamba mtu alitembea pamoja na Ibrahimu. Jana ameingia kwenye mikebu na anajua kuna makosa. Kuna mtu ataingia kwa maisha yako na anajua ana makosa, hataki kuangamia peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Lazima nitaenda na marafiki. Roho yangu imenisukasuka. Sisemi yangu. Lakini nataka uelewe kana kwamba kama kuna mtu ambaye anajua kana kwamba ameharibu, ataingia kwako ili ushiriki. Mwaka mpya. Chagua Bwana Yesu asifiwe. Kumbe watu wanaweza kata neema ambayo Mungu ameleta ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nataka kutembea na watu, maana kuna kitu nataka. Bwana Yesu asifiwe. Nikikutana na Ezekiel nataka nimfuate. Nataka hii nyota. Bwana Yesu asifiwe. Nikikutana na komanda, nataka hata mimi niliwe komanda wa mapepo. Bwana Yesu asifiwe. Tembea na watu wako na neema. Bwana Yesu asifiwe. Ni mwaka mpya. Usitake kutembea bila kutembea wakati. Kama kuna mtu ulitembea na hata baraka, Bwana Yesu asifiwe. Kama ninasema nitembea na Joseph, sikupata ile neema iko ndani yake. Najua kana kwamba kama sina kasoro, niko na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kama nilitembea na baba na mama yangu mahali hapa na sikupokea kile kilicho ndani yao, labda nilikuwa na kidogo ndani yangu. Bwana Yesu asifiwe. Maana ninaamini kana kwamba wakati unatembea na mwenye neema, unapokea ile neema. Bwana Yesu asifiwe. Ukaa peke yako.
ya maiti, umesunduka tu hapo, unakulanga tu hii majani tu, kwani zile ziko pale zimewekewa ndani. Bwana Yesu asifiwe. Funguliwa kamba, songa mbele, kule mbele. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni mwaka mpya, hakuna ugonjwa wa mtu ati naumwa na kifua. Nani alisema? Magonjwa mengine ni ya kutetea. Anajipea machungu na uzito sababu ya watoto wetu, sio wangu. Bwana Yesu asifiwe. Unajibebesha mzigo ambao haifai. Basi Petro akalindwa gerezani, nalo kanisa likamwomba Mungu wakirudi kwa ajili yake. Basi Petro akalindwa gerezani, basi Petro akalindwa gerezani, nalo kanisa likamwomba Mungu wakirudi kwa ajili yake. Hata wakati Herode alipotaka kumtoa, usiku ule ule Petro alikuwa analala katikati ya askari wawili, amefungwa minyororo miwili, walinzi mbele ya mlango wakilinda gereza. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ni mtumishi, na kwa maana Herode alitaka wakati wote akajionyeshe na akanyanyasa watumishi wa Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati ako pale, kanisa likapata ujumbe kana kwamba Petro amewekwa gerezani. Kanisa likawa linaomba. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa likawa linaomba. Na wakati akiwa gerezani, akiwa katikati ya askari, maombi yanaweza sababisha mambo yale wanadamu wanaona na macho yasitendeke yakaweze kutendeka. Neno linasema kana kwamba alikuwa katikati ya askari, lakini hakuna mtu alijua. Wakati malaika alishuka, Bwana Yesu asifiwe. Hata wakati Herode alipotaka kumtoa, usiku ule ule Petro alikuwa analala katikati ya askari wawili, amefungwa minyororo miwili, walinzi mbele ya mlango wakilinda gereza. Alikuwa amefungwa minyororo na kulikuwa na watu walikuwa wanamzunguka.
Nimesema ukilala kuna kitu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna askari pande na upande amefungwa minyororo. Nataka uone jambo ambalo maombi yanasababisha. Akiwa katikati, kuna malaika wa Mungu akashuka toka mbinguni. Zile minyororo zikaondolewa katikati ya askari. Pole pole. Bwana Yesu asifiwe. Sema mstari mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Sababu ya maombi ya kanisa kukawa na mtetemeko. Tumesema Mungu wakati analala neno linasema kana kwamba kukawa na nuru, malaika akashuka toka mbinguni na akamgusa akamwangusha. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa katikati na maaskari. Ukiteremka pale ambapo hatutasoma tena kujisoma, kama kana kwamba kumbe anaweza sababisha mambo yatendeke. Ijalishi umekamatwa kiasi gani, ijalishi walinzi wamewekwa, kuna walinzi wanawekwa ni kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe. Nimesema wengine wamefungwa na minyororo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna malaika wa kazi ni kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe. Wacha kuja malaika kazi kwa ajili yetu. Neno linasema akashuka, kukawa na nuru, akamgusa Petro na akamwongoza. Ukiangalia utaona linasema Mungu akamwacha na akamwongoza akamtoa. Maombi ya wahubiri na watumishi ambao waliomba yakasikiwa na yakafika gerezani. Bwana Yesu asifiwe. Na kukawa maombi ya neema, maombi ya kumtafuta Mungu. Kwa maana mimi nimesema watumishi wa Mungu tunataka kujinasua kwa kila mambo ambayo yamewekwa kwa maisha yetu. Sababu ya maombi Bwana Yesu asifiwe. Nikikuona tu ninaona kila mtu. Leo nimesema nitaweka kiti na nitaweka
ya mlima jina lake aliitwa Elikana mwana wa Yerohamu mwana wa Elihu mwana wa Tohu mwana wa Zufu na Efraimu. Na jina lake wa pili aliitwa Penina. Naye huyo Penina alikuwa na watoto, lakini Hana hakuwa na watoto. Soma Samueli wa kwanza kifungu cha kwanza mstari wa 10. Mstari wa 10. Naye huyo mwanamke alikuwa na uchungu rohoni mwake, akamwomba Bwana, akalia sana. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna mwenye ajui. Tunasemanga Ana wa Biblia, Ana wa maombi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini Ana akaitwa wa maombi? Kwa maana neno limesema alikuwa na uchungu ndani ya moyo wake. Kwa maana mwenzake alikuwa na watoto, lakini hakuwa na watoto. Inamaanisha kana kwamba katika Biblia aliishi kwa uchungu. Neno limesema kana kwamba alikuwa mwanamke mwenye uchungu sana. Kwa maana na ukisoma mstari wa 10 umesema kana kwamba Hana aliomba kwa uchungu sana. Kwa maana gani? Alijua ile shida ambayo Bwana Yesu asifiwe. Akamlilia Mungu, akaomba kwa uchungu. Kuna wakati mpenda utaomba kwa uchungu, kwa maana unajua ni kutasa neno linasema kana kwamba mtumishi aliingia kwa madhabahu. Ilifika wakati ako na uchungu, akitoka kwa nyumba ako na uchungu. Bwana Yesu asifiwe. Kulikuwa na kumsukuma pale nyumbani, asikuwe na amani na asipate amani. Na ukisoma pale utaona kana kwamba Elikana ambaye ni mume wake alimpenda sana licha ya kuwa na mtoto, lakini kulikuwa na utasa ndani ya moyo wake. Alikuwa na utasa, alikuwa na kilio. Unajua ni utasa gani? Unaweza fika kuna uchungu, watu wasikuelewe, lakini wewe umejielewa. Ilifika wakati Hana akalia sana, mama alikuwa anajua uchungu. Tuombe maombi ya uchungu. Maana jana wewe unajua. Na neno la Mwenyezi Mungu linasema kana kwamba kupitia maombi ya uchungu kuna vitenda. Soma tu Samueli, utasoma Samueli kifungu cha 2 mstari wa 21. Samueli wa kwanza mlango wa 2 mstari
Mungu na ushuhuda kwa watu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana watoto ambao Mungu alimpa Hana, alimpa watoto ambao ni watoto walikuwa watoto wa kilio. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kusema nini siku ya leo? Nataka kusema alikuwa anataka mtoto tu, lakini Mungu alimpa watoto. Bwana Yesu asifiwe. Huenda unaomba mtoto, lakini mwaka huu mimi nataka upate watoto. Bwana Yesu asifiwe. Sitaki tukae maisha ambayo tunakaa kama huwa unaangalia sana. Mwaka jana kuna wakati nikasema gari ya baba siko pale nje. Nilisema nini? Mwaka huu naye nasema sio gari tu, ni magari na ni yetu. Bwana Yesu asifiwe. Ameni. Wakati utaona ya Jose usiulize. Bwana Yesu asifiwe. Baba anasema tusichukue yake. Kama umekuwa ukililia mtoto mmoja, nataka upate watoto. Bwana Yesu asifiwe. Wapenda, nataka tukabarikiwe ili tuweze kubariki madhabahu ya Mwenyezi Mungu. Tupate watoto tu, lakini sio mtoto. Hiyo maisha ambayo ulikuwa umekaa mwaka jana ya kuonewa ya mateso inaisina. Bwana Yesu asifiwe. Mwaka umefika, chochote ambacho shetani amekamata na akaachilie. Akaambia Musa, nitapita na nitamaliza, nitakuwa ni usiku wa viso wa kilio chenu. Bwana Yesu asifiwe. Nami nasema siku ya leo, huenda tumelia sana mwaka jana. Wakati mwingi tunaambiwa tutoe, tunaandika mahali tumekaa, tuko na tamanio lakini uwezo hatuna. Bwana Yesu asifiwe. Huyu Mungu wetu ni Mungu wa kupeana uwezo, ni Mungu wa kupeana mamlaka, anayeamurisha mbingu ni kwa ajili yetu. Wacha kaamurishe mbingu, mbingu ya urejesho na mbingu ya baraka. Mwaka usipokee lala tu. Nimesema usipopokea, usiangalie wengine wakibarikiwa. Nimesema kama kwamba ni mwaka wa urejesho. Chochote ambacho shetani amekuwa anaenda kamata, kama vile mtumishi aliomba kwa machozi, akaomba kwa huzuni, nasi siku ya leo tuko kwa madhabahu ya Mwenyezi Mungu. Akapewa watoto lakini sio mtoto. Nasi nimesema kana kwamba tukapokea baraka mwaka mpya ambao ni baraka za utele na utele. Bariki madhabahu na tujikinge katika maisha. Ana tujikimu. Tusiwe watu wa kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Tukapokea baraka. Kwa maana Mungu ameahidi kwa ajili yetu. Tutakuwa wakulia, kuhangaika, kuteseka. Bwana Yesu asifiwe. Alikaa mahali kuona yale makuu Mungu anatenda ni kwa ajili ya mtumishi wake. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa maana tunaambiwa watoto na hatujaambiwa watoto wake. Wakati Mungu anaenda kutubariki mwaka huu, watakaa kama Penina. Kwa maana gani? Ninaamini kana kwamba kuna mbingu za kufungua ni kwa ajili yetu. Mungu akiamurisha, hakuna wa kupinga na hakuna wa kukataa. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama nilikuwa na utasa wa aina gani, sitakuwa ninaomba tena. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, inafika mahali hata 10 bob, 5 bob unaomba na sio kupenda kwako. Bwana Yesu asifiwe. Kataa ndani ya maisha yako. Jitendee mahali huko. Hautakuwa wa kuomba mwaka huu. Jitamilie ndani ya moyo wako. Maana mimi nitakopesha mataifa. Nitakopesha mataifa. Kwa maana Mungu ataenda kunibariki. Jitamilie kana kwamba mwaka huu ni sio na sio kama mateso.
itafunguka. Bwana Yesu asifiwe. Kama una hiyo neema, ambia Mungu, mwaka jana niliishi kukaa maisha ya kuwa mtu ambaye ni mzembe, lakini mwaka huu nipe kiu, nipe tamanio la kuomba na kumtafuta zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Si tunataka tuvune matunda? Tunaambiwa kuna machungu, kuna maombi ya machungu, si ndio wapendwa? Ili Petro akaweza kutoka gerezani, kuna watu walishiriki kwa maombi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo na sisi tukae kwa maombi, na usijiombee tu. Nataka nikutume mwaka huu. Neno nimesema kama kwamba ninasema tuende tutafute kondoo. Tafuta kondoo mmoja tu, sitaki wawili. Bwana Yesu asifiwe. Nataka utafute kondoo wangapi? Mmoja tu, ambao unajua alikuwa mshirika hapa na aliondoka. Ni mwaka wa kuvuna, ni mwaka wa urejesho. Mungu anataka tufanye kazi yake. Usikate kondoo, usiende kwa ukali, usiende kwa kuongezea uchungu. Enda kwa unyenyekevu ukaweza kurejesha kondoo mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Kila mtu alete kondoo. Usitake tuvune matunda peke yetu. Tuko na wao ambao tulianza safari na wao. Hata kama sio hao, kuna kondoo unajua unaweza vuna. Bwana Yesu asifiwe. Sisi tunataka tukabarikiwe hii mwaka. Hiyo ni kazi ya Mwenyezi Mungu. Neno limesema kana kwamba tutafute kwanza ufalme wake. Utafuta ufalme, usijitake tu, taka na wenzako. Bwana Yesu asifiwe. Usitake ukaliage hiyo kiti, tafuta mwenzako na sio mwenyako hapa. Bwana Yesu asifiwe. Baba ameanza kuvuna na ninafurahia mama, karibu sana. Huwa mahali na kuonanga niko jirani yako. Bwana Yesu asifiwe. Baba ameanza kuvuna, wewe umeleta mtu. Bwana Yesu asifiwe kwa madhabahu ya Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini usiondoe, ukipata umeondoa mmoja omba sana kilio. Bwana Yesu asifiwe. Tusipate thawabu, tusimame mbele ya Mwenyezi Mungu. Tusimame wapendwa, na kukaribisha Baba.